Uchoraji ni uwasilishaji wa ujumbe kwa hadhira kwa njia ya mchoro. Ubunifu unachukua nafasi kubwa katika kuwasilisha ujumbe huu kwa jamii, uwe wa kuonya au wa kuburudisha. Kama hii kwanza ni ushirikiano katika sanaa. Huyu anafanya sanaa ya muziki lakini mimi ni painter. Kwa hiyo tunaona mtu akafanya sanaa zaidi ya moja na ikaleta ujumbe na kuhamasisha wanajamii au wasanii wengine kuweza kufanya kama vile. Kwa hiyo ni ushirikiano katika baina ya sanaa moja na nyingine kuwasilisha ujumbe. Ni rahisi kweli kubuni watu kama hivi? Sio rahisi kwa sababu ilichukua muda mpaka niangalie nitafanya kitu gani ili watu waweze kuwa encouraged. Kwa hiyo nimetumia muda kidogo kuweza kuandaa vifaa na kuweza kufanikisha. Kwa hiyo sio rahisi sana lakini ni kikubwa na Mambo gani kwa wasanii? Ni kuendelea kubuni kitu kipya ili kuweza kutengeneza utofauti kati ya wao na wasanii wengine. Kwa hiyo nafikiri ubunifu ndio unaweza kufanya msanii mmoja chipukizi au tofauti na watu wengine. Kwa maana anaweza kutumia cha zamani akakimodify na kuleta kitu kipya. Kwa hiyo na wasii wale ni ambao ni wachipukizi kama mimi na wa encourage muendelee kufanya sanaa tofauti tofauti. Usione aibu kutoa idea yako mpya. Usione kwamba mtu hajafanya hichi au hichi ukaona aibu. Unakaribishwa kutoa mawazo yako, kujielezea, kujionyesha, uwe tofauti, dunia itapokea. Mchoro na upigaji huu wa kinanda ni ushahidi maridhawa wa utamaduni wa Mtanzania, hasa wakati huu Tanzania inapojiandaa na mkutano wa Atherio Network Africa. Ni mkutano ambao tunatarajia kuleta wasanii mbalimbali kutoka Afrika wasiopungua 600. Hao ni wa nje, kwa sababu Atherio Network ina nchi wanachama 34 Afrika na ina zile kanda 5: kanda ya mashariki, kanda ya kati, kanda ya kaskazini, kanda ya kusini, kanda ya mashariki, na kila kanda ina mwakilishi ambaye baadaye wanaunda kamati ya utendaji ya Afrika ambao makao makuu yake yako Bamako, Mali. Sasa mimi ninaongea ni mwakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki. Tumeliweka hadharani hapa, yoyote ambayo yuko tayari twende pamoja. Tunaleta watu 600 hapa. Hoteli zetu zitafanya biashara. Ni utalii. Niko na mzee wangu hapa, Mzee Nkoma. Ana kampuni kubwa sana ya utalii hapa. Tunategemea magari yao yatafanya kazi. Tunategemea watapata nafasi ya kutembelea maeneo mbalimbali. Klabu zetu zitajaa. Lakini pia kama alivyosema mwasilishaji hapa, ni mwendelezo. Tunafagia njia kuelekea AFCON. Haya ni yale matukio ya mwanzo. Kwa hiyo nikasema ni jazie hapo kidogo ili tuone ukubwa wa hili jambo. Ndugu zangu, wageni wote waalikwa, ndugu jamaa na marafiki, hili ni jambo letu wote. Tufunge kibwebwe, tukazane kusonga mbele. Sanaa ni ajira. Kuna msanii hapa anapata pesa kuliko mfanyakazi wa benki, kuliko mfanyakazi wa kampuni yoyote. Kama ukikomaa na kazi yako, sanaa ukiheshimisha, na yenyewe itakuheshimisha. Kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa nchini BASATA, Edward Buganga, anasema mkutano huu wa Atherio Network Africa uwe ni kielelezo cha utamaduni wa Mtanzania, hasa wakati huu Tanzania inajiandaa na michuano ya AFCON 2027. Fursa ya kuionyesha sanaa yetu kwa watu wengine, na hii sanaa itupe fursa ya kufanya biashara, lakini kutengeneza ajira, lakini kikubwa zaidi tuweze kukuza uchumi wa Tanzania moja moja, bali ambacho unakitoa kulifanya Baraza la Sanaa Taifa kuwa huru, kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza na kubeba ajenda maalum za nchi katika kukuza vipaji vya kila Mtanzania na kila mtoto wa Tanzania. Na mimi niseme tu kwamba tutaungana moja kwa moja na wenzetu Atherio kuhakikisha kwamba kila ajenda muhimu ya taifa kwenda
kwenye mataifa mengine. Maana tunaamini ili jukwaa la TERIO ndo jukwaa pekee ambalo sasa linaitangaza sanaa yetu kwenda nje ya nchi, na sisi tunaamini kwenye eneo hili tutahakikisha misingi, tamaduni na desturi za Kitanzania zinalindwa kila linapotokea jukwaa la aina hii kwa mtoto wa Kitanzania. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana ndugu yangu Adrian kwa namna ambavyo ameiona hii fursa, na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa, wajibu wetu ni kuhakikisha tunashirikiana naye kila mara na kila wakati. Lakini nipongeze sana hata wadau wote ambao wameshiriki hapa. Huu ni moyo wa kizalendo, moyo wa ujasiri, lakini moyo wa kuthamini utamaduni, sanaa na desturi za maisha ya Tanzania. Na lengo la jukwaa hili ni kutangaza utamaduni na sanaa ya Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Mkutano wa TERIO Network Africa unatarajiwa kufanyika hapa nchini mwezi Oktoba mwaka huu. Zaidi ya nchi 34 na wasanii 600 kutoka nchi mbalimbali wakitajwa kushiriki. Kubwa zaidi ni kujadili sanaa kama chanzo cha uchumi na ustawi wa jamii. Mali Ocheto, TBC, Dar es Salaam.